Habari za leo wapendwa watazamaji. Karibu sana tena kwenye channel yetu. Leo tunaenda kuzungumzia jambo ambalo kila mwanaume na kila mwanamke anapaswa kulijua kwa undani, kwa sababu linaweza kuhusiana moja kwa moja na afya ya moyo wako, ubongo wako, figo zako na mishipa yote ya damu mwilini mwako. Tunazungumzia presha ya damu, lakini kuna swali ambalo watu wengi hujiuliza kila siku. Daktari, presha ya kawaida ni ngapi hasa? Je, 115/80 ni ndio kawaida? Je, 130/90 ni presha tayari? Je, mwanaume na mwanamke wana viwango tofauti? Na mtu mwenye presha anaweza kuishi bila dalili yoyote? Leo nitakueleza kila kitu kwa lugha rahisi kabisa, hata kama hujawahi kusoma masomo ya afya. Situmii maneno magumu, nitakufanya uelewe kwa undani. Na kama mada hii ni muhimu kwako, bonyeza like sasa hivi, subscribe kwenye channel na mshirikishe mtu mwingine, kwa sababu huenda taarifa hii ikamsaidia mtu gundua tatizo mapema na kuokoa maisha. Sasa hebu tuanze. Sehemu ya kwanza, presha ni nini? Hebu tuanze kabisa mwanzo. Presha ya damu ni nini? Kwa lugha rahisi sana, presha ni nguvu ambayo damu hutumia inapopita ndani ya mishipa ya damu. Fikiria moyo wako kama pampu yenye nguvu. Moyo unapopiga, unasukuma damu kwa nguvu kwenda sehemu zote za mwili. Damu hiyo inapopita kwenye mishipa, huweka msukumo mkubwa kwenye kuta za mishipa. Msukumo huo ndio tunauita blood pressure au presha ya damu. Ndiyo maana tunapopima presha tunaona namba mbili, mfano 130/80 millimeters of mercury. Namba ya kwanza, ile ya juu, inaonyesha nguvu ya damu wakati moyo unasukuma damu. Namba ya pili, ile ya chini, inaonyesha nguvu iliyopo kwenye mishipa wakati moyo umepumzika kati ya mapigo. Kwa hiyo ukiona 130/80, usichanganye hizi namba mbili, zina maana tofauti. Sasa tufike kwenye swali muhimu zaidi. Presha ya kawaida ni ngapi? Kwa mtu mzima, presha iliyo chini ya 1000/12 ni kuretuso isiani kwa sane range kmli. Karibu, wakuta tukumachidhi kurukuama sasa kwa bano worthy. Kwa mfano ukienda kupima ukaambiwa 1013/76, hiyo kwa ujumla iko kwenye kiwango kizuri sana. Ukiambiwa 13/12 hasimu harabia hiyo. Hii ni namba inayotumika sana kama mfano wa presha ya kawaida. Lakini kuna jambo moja muhimu sana unapaswa kukumbuka. Kipimo kimoja pekee hakimaanishi moja kwa moja kwamba una presha. Presha inaweza kupanda kwa muda kutokana na hofu, mazoezi, maumivu, kahawa, sigara au msongo wa mawazo. Ndiyo maana vipimo vinavyorudiwa kwa usahihi vina umuhimu mkubwa. Usifanye uamuzi kwa kipimo kimoja. Sasa sehemu ya tatu. Ni wakati gani presha inasemekana imeinuka? Kwa ujumla, chini ya 110/80 ni kiwango cha kawaida. 120 hadi 129 na chini ya 80, presha imeanza kuwa juu kuliko kiwango bora. 130 hadi 139 au 80 hadi 89, presha iko juu na inahitaji kufuatiliwa na kutathminiwa kwa makini. 130/90 au zaidi ni kiwango cha juu zaidi na kinahitaji tathmini ya mtaalamu wa afya, hasa kama vipimo vinaendelea kujirudia. Na kuna kiwango kingine ambacho ni muhimu sana kukifahamu. 130/120 au zaidi. Hiki ni kiwango cha hatari sana. Kama presha imefika hapo, kipimo kinapaswa kurudiwa baada ya muda mfupi ukiwa umetulia. Ikiwa bado iko juu sana, hasa ukiwa na dalili kama maumivu ya kifua, kupumua kwa shida, udhaifu au ganzi, kuchanganyikiwa, tatizo la ghafla la kuona au dalili nyingine kali, tafuta huduma ya dharura mara moja. Usichelewe. Maisha yako yanaweza kuwa hatarini. Sehemu ya 4. Je, mwanaume na mwanamke wana viwango tofauti? Hili ni swali ambalo watu wengi huuliza. Je, mwanaume anatakiwa kuwa na presha gani na mwanamke anatakiwa kuwa na presha gani? Jibu ni hili. Kwa ujumla, viwango vya kutathmini presha ya juu kwa watu wazima havitofautiani kwa sababu tu ya kuwa mwanaume au mwanamke. Mwanaume akiwa na 120/80 ni kiwango cha kawaida. Mwanamke akiwa na 120/80 pia ni kiwango cha kawaida.
Kinachoweza kubadilisha namna presha inavyotathminiwa ni mambo kama umri, ujauzito, magonjwa mengine na hali ya mtu kiafya. Kwa hiyo usiamini mtu anayesema mimi ni mwanaume, kwa hiyo presha yangu lazima iwe tofauti. Au mimi ni mwanamke, presha yangu inapaswa kuwa fulani. Jambo muhimu ni kupima kwa usahihi na kutathminiwa kulingana na hali yako binafsi. Sehemu ya 5. Kwa nini presha inaitwa tatizo la kimya? Hapa ndipo watu wengi wanapokosea sana. Mtu anaweza kuwa na presha ya juu na asihisi chochote. Anaweza kuamka asubuhi, akaenda kazini, akaongea na familia yake, akaendelea na maisha yake kama kawaida kabisa. Lakini presha yake ikiwa juu kwa muda mrefu, inaweza kuendelea kuweka moyo na mishipa ya damu kwenye mzigo mkubwa sana. Ndiyo maana usiseme mimi sina presha kwa sababu sijisikii. Huwezi kuthibitisha kama una presha kwa kutegemea dalili pekee. Njia rahisi na bora ni kupima. Pima, pima, pima. Sehemu ya 6. Presha ikikaa juu inaweza kusababisha nini? Presha ya juu isiyodhibitiwa inaweza kuongeza hatari ya matatizo mbalimbali makubwa. Kwenye moyo, moyo unaweza kulazimika kufanya kazi kwa nguvu zaidi kwa muda mrefu. Hii inaweza kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwenye ubongo, presha ya juu ni moja ya sababu muhimu zinazoweza kuongeza hatari ya kiharusi. Kwenye figo, figo zinaweza kuathirika kwa sababu mishipa yake midogo inaweza kuharibika. Kwenye macho, mishipa midogo inayohusiana na macho inaweza pia kuathirika. Na mishipa ya damu kwa ujumla, presha ya muda mrefu inaweza kuharibu mishipa na kuongeza hatari ya matatizo ya mfumo wa moyo na mishipa. Kwa hiyo, presha si jambo la kusema goja kwanza, baadaye nitashughulikia. Kujua mapema ni muhimu sana. Sehemu ya 7. Nini huongeza hatari ya presha? Kuna mambo mengi yanayoweza kuongeza hatari. Moja ni chumvi nyingi kwenye chakula. Pili, uzito mkubwa kupita kiasi. 3, kutofanya mazoezi. 4, sigara. 5, unywaji mkubwa wa pombe. Pia kuna msongo wa mawazo, historia ya presha kwenye familia na kuongezeka kwa umri. Na baadhi ya magonjwa au dawa zinaweza pia kuhusishwa na kuongezeka kwa presha. Lakini kumbuka, kuwa na moja ya mambo haya hakumaanishi lazima utapata presha. Ina maana tu kwamba hatari inaweza kuongezeka. Sehemu ya 8. Unaweza kufanya nini kujilinda? Kuna hatua rahisi ambazo unaweza kuanza nazo leo. Kwanza, pima presha. Usisubiri mpaka uanze kuumwa. Pima mara kwa mara, hasa kama una hatari kubwa ya kupata presha. Pili, punguza chumvi. Epuka kula chumvi nyingi na vyakula vyenye chumvi nyingi mara kwa mara. 3, fanya mazoezi. Mazoezi ya kawaida yanaweza kusaidia afya ya moyo na udhibiti wa uzito. 4, dhibiti uzito. Kama una uzito mkubwa, kupunguza uzito kwa njia salama kunaweza kusaidia afya yako. 5, acha sigara. Sigara huathiri mishipa ya damu na huongeza hatari ya magonjwa ya moyo na mishipa. 6, punguza pombe. Unywaji mkubwa wa pombe unaweza kuongeza presha na hatari nyingine za kiafya. 7, kula kwa afya. Ongeza mboga, matunda na vyakula vyenye virutubisho na punguza vyakula vilivyosindikwa sana. Sehemu ya 9. Tunayo programu maalum ya afya. Kama wewe au mtu wa familia yako anakabiliwa na changamoto zinazohusiana na presha au anataka kujifunza zaidi kuhusu lishe, mazoezi, uzito, mtindo wa maisha na namna ya kufuatilia afya, tunayo programu maalum ya afya inayolenga kutoa elimu na mwongozo wa hatua kwa hatua. Lengo ni kukusaidia kuelewa mwili wako, kujenga tabia bora za kiafya na kufuatilia maendeleo yako. Lakini nataka kusisitiza jambo moja muhimu. Programu ya elimu na mtindo wa maisha si mbadala wa uchunguzi na matibabu ya hospitali. Kama umebainika kuwa una presha na umepewa matibabu na mtaalamu wa afya, usiache dawa au kubadilisha dozi bila ushauri wa mtaalamu. Hitimisho, wapendwa, leo nataka ubaki na jambo moja tu. Usisubiri mwili ukuambie una presha. Pima. Unaweza kujisikia vizuri kabisa lakini presha yako ikawa juu. Na kumbuka, mwanaume na mwanamke wote wanahitaji kufuatilia presha zao. Chini ya subria 100 and single over 80 kwa ujumla ni kiwango cha kawaida kwa mtu mzima. Lakini kama vipimo vinaendelea kuwa juu, usipuuze.
pima tena kwa usahihi na zungumza na mtaalamu wa afya. Na kama presha iko 1/0 elasaidi, hasa ukiwa na dalili kali kama maumivu ya kifua, upungufu wa pumzi, udhaifu au ganzi, kuchanganyikiwa au matatizo ya kuona, tafuta huduma ya dharura mara moja. Kama umejifunza kitu kupitia mada hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel yetu na mshirikishe mtu mwingine, kwa sababu wakati mwingine taarifa ndogo unayomama mtu leo inaweza kumsaidia kuchukua hatua na kulinda afya yake kesho. Mimi ni Daktari Khalifa Al-Rahbi. Tutaendelea kuelimishana kuhusu afya. Afya yako ni muhimu. Usisubiri kuumwa ndipo uanze kuijali. Asante kwa kutazama. Tuonane kwenye video ijayo.